Huko Texas kuna uwanja maarufu wa mafuta unaojulikana kama Yates Pool. Miaka ya nyuma kabisa, wakati wa mdororo wa uchumi mwanzoni mwa miaka ya 1900, ardhi hii ilikuwa shamba la kondoo lililomilikiwa na Bwana Yates. Hizo zilikuwa nyakati ngumu. Bwana Yates alikuwa anaweza tu kwa shida kuendesha shamba lake na kulipa rehani. Na siku baada ya siku, alipokuwa akichunga kondoo wake juu ya vilima vya West Texas, alikuwa anawaza sana jinsi atakavyoweza kulipa bili zake. Siku moja, kampuni moja ya mafuta ilifika eneo hilo na ikamwambia Bwana Yates kwamba huenda kuna mafuta kwenye ardhi yake, na wakaomba ruhusa ya kuchimba. Alikubali na akasaini mkataba wa upangaji. Na walipofika zaidi ya futi 1,000 chini, waligundua akiba kubwa ya mafuta na ilianza kutoa mapipa 80,000 kwa siku. Visima zaidi vilichimbwa kwenye ardhi yake, vingi kati ya hivyo vilitoa mafuta mengi zaidi kuliko kisima cha kwanza, na Bwana Yates alikuwa mmiliki wa yote. Ingawa alikuwa anamiliki haki za mafuta na madini tangu siku aliyoinunua ardhi hiyo, aliishi kwa miaka mingi katika umasikini. Kimsingi, unajua, kwa nafasi yake alikuwa mamilionea mkubwa, lakini kwa hali halisi aliishi katika umasikini. Kwa nini? Kweli alikuwa anamiliki yote, lakini hakuwahi kufurahia faida za kile kilichokuwa kimefichwa chini ya ardhi. Kwa kweli siwezi kufikiria mfano bora zaidi wa moja ya mitazamo mikubwa ambayo wewe na mimi tunahitaji leo kama waumini. Wakristo wengi sana wanajaribu kujitengenezea mafanikio kwa juhudi zao wenyewe. Wanajitahidi sana kushinda mapungufu yao na bado wanaishi maisha ya kiroho ambayo ni duni kwa sababu wanakosa kile kilicho chini ya uso, kwa maneno mengine, nguvu iliyofichwa ya Kristo ndani yao. Sasa Bwana anapowafundisha wanafunzi wake katika saa hizi za mwisho kabla ya kusulubiwa kwake hapa katika chumba cha juu, moja ya kweli anazotaka waelewe ni utajiri wa nguvu za kiroho na uzao walionao tayari mikononi mwao. Ili kutupeleka huko, tuko katika Yohana sura ya 15 ambapo Yohana anaandika mafundisho ya Yesu. Amekuwa akitumia sitiari iliyopanuliwa. Hii ni picha ya maneno inayotukaribisha kwenye shamba la mizabibu lenye shughuli nyingi Mashariki ya Kati. Yesu anasema hapa katika mstari wa kwanza, mimi ndiye mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima, yaani mlezi wa shamba. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda Baba huliondoa, na kila tawi linalozalisha matunda hulisafisha ili lizalishe matunda zaidi. Tayari ninyi ni safi kwa sababu ya neno nililowaambia. Sasa tunaona mara moja kwamba mmiliki na msimamizi wa shamba la mizabibu ni Mungu Baba. Mzabibu huu mkubwa ni Bwana Yesu. Matawi ni waumini na yale makundi ya zabibu zilizoiva yanawakilisha matunda ya kiroho kupitia nguvu ya Kristo na Injili. Sasa wapendwa, mnapaswa kukumbuka kwamba katika mfano wowote au sitiari, si kila kipengele kina maana ya kina ya theolojia. Baadhi ya vipengele vinaongeza tu urembo na utamaduni kwenye hadithi. Sasa Yesu anataka nini hawa wanafunzi wa kwanza na sisi leo tuelewe hapa, tushike hapa? Ulinganisho ni upi kati ya muumini na shamba la mizabibu? Naam, naamini kuna kanuni mbili zinazounganisha hapa, na kanuni ya kwanza ni hii: kuzaa matunda ya kiroho ni matokeo ya uhusiano wa kiroho na Kristo. Basi jambo kuu kwa tawi kuzaa matunda ni uhusiano wake na mzabibu. Yesu anaeleza wazi kanuni hii ya kiroho hapa kwenye mstari wa 4. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi haliwezi kuzaa matunda lenyewe lisipokaa katika mzabibu, ninyi vivyo hivyo hamwezi kuzaa matunda msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa matunda mengi, kwa maana pasipo mimi hamwezi kufanya lolote. Kwa hiyo hoja ni kwamba kama tumejishawishi kwamba tunaweza kuzaa matunda kwa nguvu zetu wenyewe, basi tutaendelea tu kujaribu na tutaendelea kukutana na hali ya kukatishwa tamaa. Ukweli ni kwamba tawi halizai matunda.
linabeba matunda. Sasa, ingawa Wakristo wanaelewa kwamba wokovu haupatikani kwa juhudi, ni kazi ya neema ya Mungu, unajua, wengine wanaonekana kuamini kwamba matunda yanapatikana kwa juhudi, kwamba kukua katika Kristo kunategemea juhudi zetu, uaminifu wetu, nidhamu yetu na bidii yetu. Sasa, msinielewe vibaya. Nidhamu na uaminifu vinahitajika, lakini sikiliza mpendwa, Yesu anaweka wazi hapa kwenye mstari wa 5. Hivi ndivyo anavyosema: pasipo mimi hamwezi kufanya lolote. Hasemi hapa unaweza kufanya mambo machache. Hapana, hamwezi kufanya lolote. Unaona, Wakristo si kwamba ni dhaifu tu. Ndani yetu wenyewe hatuna nguvu kabisa. Kutegemea kwetu Bwana si kwa sehemu tu, ni kwa 100%. Sasa tunazaa matunda vipi basi? Je, suluhisho ni nini? Basi neno kuu ambalo huenda umenisikia nikirudia nilipokuwa nasoma maandiko ni neno ukaa. Neno hilo litatokea katika kifungu hiki mara 11 na linamaanisha kubaki mahali pamoja au kudumu. Kwa maneno mengine, ili tufurahie huduma yenye matunda, lazima tukubali kama matawi kubaki katika uhusiano mpya na Yesu mzabibu. Yeye ndiye chanzo cha uhai na nguvu. Kujitenga na mzabibu, kutotembea katika ushirika kwa namna fulani na mzabibu, ni kuwa tawi tasa, kufanya huduma kwa nguvu zetu wenyewe, tukimtegemea sisi wenyewe. Basi Yesu anaahidi hapa kwamba hiyo haitakuwa na mafanikio kabisa. Matunda ya tabia ya Mungu, upendo, furaha, amani, uvumilivu, hayo yote ni matunda ya Roho Mtakatifu, sivyo? Sisi hatuzalishi hayo. Tunachofanya ni kuyachukua tu tunapokaa ndani yake, tukibaki kwake. Hivyo basi, leo tunapaswa kuelekeza nguvu zetu katika kukaa ndani ya Kristo. Hiyo inamaanisha kukaa karibu naye, kubaki watiifu kwake, kukuza mazungumzo ya kila siku ya maombi naye, na pia kupumzika katika ahadi yake kwamba basi yeye anafanya kazi ndani yetu, akikuza sifa hizo za tabia. Kama vile Mtume Paulo anavyosema katika Wafilipi 1:6, yeye alianza kazi njema ndani yenu ataikamilisha. Sasa Yesu pia anatoa onyo hapa kwa wale wanaoonekana kuwa Wakristo lakini kwa kweli hawatamani kabisa kuwa na uhusiano naye. Yesu anawafafanua hapa katika mstari wa 6. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa mbali kama tawi na kunyauka. Kwa maneno mengine, kama hakuna kukaa, uhusiano wa kudumu na Yesu, kama mtu hana hamu kabisa ya kubaki au kuwa karibu, basi huyo si muumini na moto wa hukumu ndio mwisho wao. Hivyo, kanuni ya kwanza ni kwamba kuzaa matunda ya kiroho ni matokeo ya uhusiano wa kiroho. Kanuni ya pili ni hii: kuzaa matunda ya kiroho ni matokeo ya utii wa upendo. Yesu anasema hapa katika mistari ya 9 na 10, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nimewapenda ninyi. Kaeni katika upendo wangu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika upendo wangu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika upendo wake. Sasa ukweli ni kwamba hata katika siku yetu bora kabisa kama Mkristo, tunashindwa katika hili. Hatuwezi kutii amri zake kwa uaminifu, sivyo? Tunajikuta tukielekea kwenye ubinafsi, na Yesu anajua hilo. Ndiyo maana anatuelekeza kwenye utii wake wa upendo kwa Baba. Anasema hapa ndipo mfano wenu ulipo. Tena anasema hapa, zishikeni amri zangu kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu. Sasa anatushauri tuwe kama yeye. Unaweza kufikiria Yesu akipindua macho alipokuwa akiagizwa na Baba kufundisha mtu au kumtumikia mtu? Bila shaka hapana. Bwana Yesu alichagua kwa hiari na kwa uaminifu kutii mapenzi ya Baba yake. Na hata kama tunashindwa mara kwa mara, Yesu bado ndiye mfano wetu. Bado tunamfuata yeye kama lengo letu la maana ya kutii kwa upendo. Hivyo Yesu anawaambia wanafunzi wake hapa na pia sisi leo
kwamba aina hii ya utii wa upendo inatufungulia kisima cha nguvu za kiroho. Hatimaye hatuzalishi mafuta bila shaka, lakini kuna kitu kinachozalishwa ndani yetu kutokana na utii wa upendo. Na Bwana anatuambia hapa kwenye mstari wa 11 ni nini hicho. Haya nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Sasa fikiria hivi. Tunapotegemea uhusiano huu usionekana kati yetu na Bwana wetu, tunapomtegemea kabisa Kristo kwa nguvu zake katika maisha yetu ya kila siku, kuna kitu kinachozalishwa. Hapana, si pipa la mafuta, lakini unaweza kusema ni pipa la furaha, furaha kwa kila siku. Matunda ya kiroho, kukua kiroho na furaha inayokuja nayo ni matokeo ya moja kwa moja ya kukaa ndani ya Kristo, kutembea na Kristo na kumtii Kristo kwa upendo. Kwa hiyo yeye ndiye kielelezo chetu, hebu tumfuate. Hebu tufanye hivi leo. Basi hadi safari yetu ya hekima itakaporejea tena, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.